Kwa sasa nchi 10 zinataka kujiunga na umoja huo ulio na mataifa 27. Brussels inasema upo uwezekano wa wanachama wapya kujiunga katika miaka hivi karibuni. Mbali na Ukraine, Montenegro, Albania na Moldova zimewasilisha maombi yao ya kutaka kujiunga. Na hatimaye Paris. Michezoni, winga wa Bayern Munich Luis Diaz alifunga mabao mawili ya kipindi cha kwanza na kuisaidia timu yake ya Bayern kuwalaza mabingwa watetezi Paris Saint-Germain mabao 2-1. Mechi hiyo ya ligi ya vilabu bingwa barani Ulaya ilichezwa usiku wa kuamkia leo mjini Paris katika uwanja wa Parc des Princes. Diaz lakini alionyeshwa kadi nyekundu muda mfupi baada ya kufunga goli la pili baada ya kumchezea vibaya Ashraf Hakimi. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu. DW Dunia Yetu Leo Asubuhi. Miongoni mwa tutakayoangazia katika dunia yetu leo asubuhi ni pamoja na mbio za kuwania umea katika jimbo la New York nchini Marekani. Chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema chalalamikia kamata inayofanywa na vyombo vya dola dhidi ya viongozi na wanachama wake. Na tutaangazia pia mafanikio na fursa za uhuru wa kuvuka mipaka kwa raia wa nchi 8 za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Utasikia pia makala ya Sema Uvume. Karibu. Moja kwa moja tuanze uchambuzi wa ripoti zetu huko Marekani, katika jiji la New York ambako kumefanyika uchaguzi wa meya. Wagombea katika uchaguzi huo ni mwanachama wa chama cha Democratic Zohran Mamdani, gavana wa zamani wa jimbo hilo Andrew Cuomo ambaye ni mgombea huru, na Curtis Sliwa wa chama cha Republican. Jacob Safari ameufuatilia uchaguzi huo na hii ni ripoti yake. Mgombea wa chama cha Democratic Zohran Mamdani ameshinda kiti cha meya wa jiji la New York huko Marekani. Haya ni kulingana na makadirio yaliyotolewa na shirika la habari la NBC nchini humo. Ushindi kwa Mamdani unaupatia mji huo meya wake wa kwanza Muislamu na kiongozi mwenye umri mdogo zaidi kwa muda mrefu. Kinyang'anyiro hicho kilikuwa kimewapatanisha Mamdani mwenye umri wa miaka 34 ambaye alishinda mchujo wa chama cha Democratic mapema mwaka huu na Andrew Cuomo ambaye ni mgombea wadhifa huo kama mgombea huru, pamoja na Curtis Sliwa wa chama cha Republican. Rais Donald Trump na wanasiasa wa chama cha Republican wamekuwa wakimtaja Mamdani kama sura ya chama kipya chenye itikadi kali cha Democratic. Trump pia alitishia kuchukua mji wa New York iwapo Mamdani angeshinda, na pia amkamate mbunge wa mji huo ambaye alizaliwa Uganda ila ni raia wa Marekani na amrudishe nchini Uganda. Wapiga kura mjini New York wameweka rekodi kwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura ya kumchagua meya wa mji huo. Ushindi kwa Mamdani unaupatia mji huo meya wake wa kwanza Muislamu na kiongozi mwenye umri mdogo zaidi kwa muda mrefu. Iwapo Cuomo angeshinda kiti hicho, angekuwa amerudi kwa kishindo kikubwa cha kisiasa miaka 4 baada ya kuachia ngazi kama gavana kufuatia msururu wa madai ya udhalilishaji wa kingono yaliyomkabili. Iwapo Sliwa naye angeshinda, basi mji mkubwa zaidi nchini Marekani ungekuwa chini ya Republican, wakati ambapo wakazi wa New York walikuwa wanamtafuta kiongozi ambaye atampelekea Rais Donald Trump kutoingilia masuala ya mji huo. Trump amemuunga mkono Cuomo katika uchaguzi huo, akisema Mamdani ataleta kile alichokitaja janga, na akawataka wafuasi wa Sliwa kumpigia kura gavana huyo wa zamani wa New York. Kwingineko, Mdemokrat Abigail Spanberger amekishinda kiti cha ugavana wa Virginia kulingana na vyombo vya habari vya Marekani. Hiki ni kinyang'anyiro cha kwanza ambacho ni kama kipimo cha jinsi wa Marekani wanavyomjibu Donald Trump na utawala wake uliokosolewa pakubwa, ambao ndio uko katika mwezi wake wa 9. Spanberger mwenye umri wa miaka 46 ni mbunge wa zamani katika bunge la Congress na afisa wa zamani wa shirika la upelelezi Marekani CIA, na atakuwa mwanamke wa kwanza kuhudumu kama gavana wa Virginia baada ya kumshinda kwa urahisi Republican Winsome L. Sears. Wakati huo huo, chama cha Democratic kimejinyakulia pia wadhifa wa ugavana katika mji wa New Jersey baada ya Mickey Sherrill kuibuka mshindi.
Asante sana Jacob kwa ripoti hiyo. Huko nchini Tanzania, baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wenye utata ulioambatana na matukio ya machafuko na umwagaji damu, chama kikuu cha upinzani Chadema kinasema viongozi na wanachama wake wanakabiliwa na kamata ya vyombo vya dola kwa tuhuma za kuchochea maandamano makubwa yaliyozuka kupinga uchaguzi huo wa Oktoba 29 ambao chama tawala CCM kimetangazwa kushinda kwa kishindo. Mwenzangu Mohamed Khalef amezungumza na mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara Chacha Heche kutaka kujua hali inakwendaje kwenye eneo lake kwa sasa. Kibaya kilichokuja ni kwamba baada ya wananchi wenyewe kufanya maandamano ya wananchi, sasa hivi watu wanakuwa head counted. Viongozi wa Chadema wanakamatwa tu na kwenda kupewa kesi. Kwa mfano eneo la Bunda, kuna viongozi wetu wa wilaya ile ya Bunda karibia wote sasa, wengine wanaishi mapolini, wengine wamekimbia miji na wengine wamekamatwa, wako kwenye mikono ya polisi. Katibu wetu wa chama mstaafu wa vijana taifa, ndugu Kaunya Yohana, amekamatwa. Kuna mtu anaitwa Zakaria Bubra ambaye ni kaimu katibu wa wilaya ya Bunda, amekamatwa. Kuna katibu wetu wa vijana wa mkoa wa Mara ambaye anaitwa Mtarai Masasira, mama yake na mke wake walikamatwa kwa sababu tu Mtarai Masasira hajaonekana nyumbani. Kuna katibu wetu wa jimbo ameharibiwa mali, wameenda kwake wamepasua vitu kwa sababu eti ndio waliokuwa wanachochea maandamano, ambayo maandamano haya hayakuweza, hakuna message yoyote ambayo imetumwa kutoka kwenye domain ya chama kuelekeza wananchi kwamba kutakuwa na haya maandamano. Unakusudia kusema Chacha Heche kwamba nyinyi kama Chadema mlijitenga kabisa na maandamano yaliyofanyika kwa tarehe 29 na leo hii kama Chadema ndio ambao mnaandaa ukamati wa watu wenu? Ndio kauli yako unayozungumzia kwa maksudi kabisa hiyo? Yes, kwa sababu sisi tungeingia kwenye maandamano brother, hayo maandamano yangekuwa strategical. Watu walikuwa wanahojiwa barabarani. Uliona nani kiongozi ambaye ni official kwamba wa chama, katibu mkuu wa chama, labda makatibu wa kanda, makatibu wa mikoa, makatibu wa wilaya, ambaye alikuwa barabarani kuadresi kwamba hiki ndicho kinachofanyika? Chama kingetoa watu nje, watu wangekuwa na mabango ya ambayo yako written na watu wangekuwa na statement ambazo ni written. Lakini madai yale ambayo mlikuwa mnayo kabla ya uchaguzi wenyewe ndio madai ambayo vijana wameyapaza sauti zao katika maandamano yenyewe. Vipi unajitenga nayo? Sisi sio kwamba ni watu ambao tuko nje ya fence ya jamii. Kama jamii inapiga kelele kuhusu jambo fulani, kwa mfano swala la utekaji ambalo limeenea sana, hili jambo limekera watu wengi bila kujali itikadi za vyama vyao. Ndani ya CCM wenyewe wanaamini kwamba mchakato kwenye chama chao haukufanyika kwa haki. Hao ni sehemu ya watu pia ambao kama ni kukamata watu, basi tunaamini kwamba na wao wangekuwa sehemu ya watu kukamatwa. Kwa nini inaelekezwa? Sisi swali letu ni kwa nini wanaelekeza kwamba wanaoweza kuhusika na maandamano ni Chadema, lakini CCM ambaye alikuwa ni mbunge akashinda kura za maoni akapata kura 1000 na kitu, akabebwa mtu mwingine akaja akaletwa na kura 10, yeye ndio akatambulishwa kama mgombea. Kwa nini wasiamini yule naye ana grievances ambazo anaweza kuandama? Wewe kama kiongozi mkubwa wa chama unadhani kwamba kuna suluhu yote ile ambayo unaweza kuwa sehemu yake kuelekea ujenzi mpya wa Tanzania? Mimi naamini kwamba nchi ni kubwa kuliko mtu, nchi ni kubwa kuliko vyama, na nchi ni kubwa kuliko matamanio ya mtu mmoja mmoja. Suluhu ni kwamba demokrasia ndiyo mfumo mpya wa dunia yote. Hakuna mfumo wa bunduki kwenye hii dunia ya sasa. Ni mahojiano hayo kati ya mwenzangu Mohamed Khalef na mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara Chacha Heche huko nchini Tanzania. Tukitoka huko, mojawapo ya manufaa ya moja kwa moja kwa raia wa mataifa 8 ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ni uhuru wa kuvuka mipaka miongoni mwa nchi hizo kwa masharti nafuu ikilinganishwa na hapo awali. Hii imewezesha wepesi wa watu kuhama na kufanya kazi katika mataifa hayo, kuanzia wafanya biashara wadogo hadi wataalamu katika nyanja mbalimbali. Hata hivyo, bado kuna nchi ambazo zinasita kusawazisha fursa hizo kwa raia wa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti kuhusu hali ilivyo kuhusiana na uwezeshaji huu kwa mujibu wa itifaki hii ya Afrika Mashariki.
Shughuli za mipakani miongoni mwa mataifa ya Afrika Mashariki zimeimarika pakubwa kutokana na itifaki ya ushirikiano wa kibiashara kupitia soko la pamoja na uhuru wa raia kuhamia au kuvuka mipaka miongoni mwa nchi hizo kwa wepesi. Mojawapo ya maendeleo makubwa ni kuwepo kwa vituo vya pamoja vya uhamiaji ambapo mchakato wa ukaguzi wa hati za kusafiria huendeshwa na maafisa wa mataifa mawili kwenye sehemu moja maarufu kama OSBP. Adrian Njau, kaimu mkurugenzi wa Baraza la Wafanyabiashara Afrika Mashariki, anafafanua kuhusu fursa ya wepesi wa raia wa Afrika Mashariki kuvuka mipaka. Ukiangalia itifaki yetu ya soko la pamoja inahimiza kabisa na inaruhusu mtu kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kutoa huduma mbalimbali. Masharti ya uhamiaji yamelegezwa miongoni mwa mataifa ya Rwanda, Uganda na Kenya, ambapo nyaraka za msingi kuvuka kutoka nchi moja hadi nyingine ni kitambulisho cha kitaifa, na mtu hupata cheti cha muda cha kusafiri anachoweza kutumia hadi kwa mwaka mmoja badala ya hati ya kusafiria. Kati ya Tanzania na mataifa mengine, cheti hicho pia hukubalika kikiwa kimetolewa rasmi na mojawapo ya mataifa, kama anavyoelezea Simon Mundei, msemaji wa mamlaka ya uraia na uhamiaji nchini Uganda. You can access Uganda without visa. And when you reach here, unaweza kuingia Uganda bila visa na unaweza kupata kazi ya muda alimradi umepata cheti maalum. Apply for a special pass. Uhamiaji wa wataalam kufanya kazi katika mataifa ya Afrika Mashariki unatajwa kuwa muhimu katika kuboresha viwango vya huduma katika afya, elimu, uhandisi, uhasibu na kadhalika. Jean Malik, mmiliki wa zahanati ya Legacy nchini Rwanda, anabainisha kwamba kutokana na wepesi huu, watu wengi wanapata matibabu kwa gharama nafuu kuliko kusafiri kwenda nje ya nchi. Tangu nimeanza kazi hiyo ya health, ilikuwa vizuri. Nilikuwa nikifikiria sio Rwandan peke yake, nilikuwa nikifikiria watu wengine. Nafikiri kuko service mingi Rwanda inaweza ikatiamo specialities, na kwa hiyo watu wa mainchi jirani wanaweza wakaitumikisha. Hata hivyo, kuna changamoto kwa raia wa mataifa mengine kuvuka mipaka kuingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ijapokuwa raia wa Kongo wana uhuru wa kutumia vitambulisho vyao kuvuka mipaka kuingia kwenye mataifa ya Uganda na Rwanda, wale kutoka mataifa mengine wanahitaji kupata visa kuingia Kongo, kama anavyofafanua zaidi Dr. Felista Busaki. Kongo sisi hatujatoa visa maana tuna mengi ya kushughulikia, na sisi naamini wakubwa wa nchi utafika muda ambao na sisi tutatoa visa kwa East Africa. Ijapokuwa raia wa Sudan Kusini nao hupata wepesi wa kuvuka mipaka kuingia nchi za Kenya na Uganda, hadi sasa mamlaka za nchi hiyo huwahitaji raia wa mataifa mengine ya Afrika Mashariki kupata visa kuingia nchi hiyo. Hii inahusisha kulipia ada. Hatua ya kuwatoza raia wa Afrika Mashariki dola 20 za Kimarekani wakiingia ndani ya mipaka ya visiwa vya Zanzibar inaelezewa na baadhi ya watu kuwa isiyo sawa. Asante sana Lubega. Na kwingineko, wanajeshi wa Urusi wanazidi kusogea katika mji wa Pokrovsk wa mashariki mwa Ukraine, huku wakiharibu miundombinu ya kijeshi ya Ukraine. Je, ni kwa nini wanajeshi wa Urusi wanapambana kwa nguvu zote kuukamata mji huu? Kufahamu zaidi, huyo hapa Tatu Karema. Pokrovsk ni kitovu cha miundombinu ya barabara na reli katika eneo la mashariki la Ukraine la Donetsk, ambacho kabla ya vita kilikuwa na wakazi takriban 60,000. Watu wengi sasa wamekimbia eneo hilo. Watoto wote wamehamishwa na raia wachache kusalia, licha ya majengo ya ghorofa yaliyoharibiwa na barabara zenye mashimo. Mgodi wa pekee wa Ukraine unaozalisha makaa ya mawe yaliyotumika katika iliyokuwa sekta kubwa ya chuma uko umbali wa kilomita 10 magharibi mwa Pokrovsk. Mnamo mwezi Januari, kampuni ya kutengeneza vyuma ya Ukraine, Metinvest, ilisema imesitisha shughuli za uchimbaji katika eneo hilo. Mji huo pia uko kwenye barabara kuu ambayo imekuwa ikitumiwa na jeshi la Ukraine kusambaza vifaa kwa kambi nyingine zilizozongwa na vita. Urusi inataka kuliteka eneo lote la Donbas ambalo linajumuisha mikoa ya Luhansk na Donetsk. Ukraine bado inadhibiti karibu 10% ya Donbas, eneo la kilomita za mraba 5,000 magharibi mwa Donetsk. Kukamatwa kwa Pokrovsk na Konstantinivka katika eneo la kaskazini mashariki ambalo vikosi vya Urusi pia vinajaribu kuzingira, kunaweza kutoa fursa kwa Moscow kuelekea kaskazini katika miji miwili mikubwa iliyo chini ya udhibiti wa Ukraine huko Donetsk, Kramatorsk na Sloviansk. Pia itaipa Urusi ushindi wake muhimu zaidi na wa kipekee wa kieneo tangu ilipouteka mji ulioharibiwa wa
Avdiivka mapema mwaka 2024. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kisheria Donbas sasa ni sehemu ya Urusi. Ukraine na mataifa mengine ya magharibi yamesema yanapinga hatua ya Urusi ya kuliteka eneo hilo na kuitaja kuwa unyakuzi haramu wa ardhi. Baadhi ya wachambuzi wa kijeshi wa magharibi kama Rob Lee, mfanyakazi mkuu katika taasisi ya utafiti wa sera ya kigeni yenye makao yake makuu nchini Marekani, amesema kukamatwa kwa Pokrovsk kutaipa Urusi ushindi muhimu, ijapokuwa ni muhimu kwa sababu za utendaji. Lee anasema kuteka mji wa Pokrovsk bado kutaiwacha Urusi na kazi nyingi ya kufanya linapokuja swala la kuchukua udhibiti wa maeneo mengine ya Donetsk na miji miwili muhimu ya Kramatorsk na Sloviansk. Hata hivyo, Ukraine imechukua hatua za haraka za kuimarisha nafasi yake mjini humo. Siku ya Jumapili, rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky alisema kuna mapigano makali mjini humo na maeneo ya kuelekea, huku ikiwa vigumu kufanya mipangilio. Kwa upande wake, mkuu wa jeshi la Urusi Valery Gerasimov amemwambia rais wa nchi hiyo Vladimir Putin kwamba Urusi imezuia idadi kubwa ya wanajeshi wa Ukraine katika eneo hilo. Deep State, jukwaa kubwa la kidijitali linalotumia picha zilizothibitishwa kutoka vyanzo huru kutoka uwanja wa vita, linaonyesha kuwa vikosi vya Urusi vinaelekea mjini humo. Na tuhitimishe uchambuzi wa ripoti zetu huko nchini Iraq, nchi ambayo inashuhudia kipindi chake kirefu zaidi cha utulivu katika miaka ya karibuni, na Wairaq wanaimani kwamba nchi yao iko katika mwelekeo sahihi. Wakati uchaguzi wa Iraq wa mwaka 2025 unakaribia kufanyika Novemba 11, swali ni je, matumaini haya ya umma yataleta mabadiliko ya kisiasa nchini humo? Wakio Mbogo anasoma uchambuzi huu ulioandaliwa na Catherine Shire kutoka Baghdad. Kwa muda mrefu Iraq imekuwa ikitajwa kwenye vichwa vya habari kwa sababu ya vita na vurugu, lakini katika miaka michache iliyopita hali imebadilika sana, kwani Iraq sasa inapitia kipindi chake kirefu zaidi cha utulivu tangu Marekani ilipoivamia mwaka 2003. Iraq iko katika hali bora zaidi kuwahi kutokea, anasema Hudair Al-Ali, kijana anayefanya kazi katika kampuni ya mafuta lakini mwishoni mwa wiki huendesha gari kupitia kampuni ya Careem ambayo ni kama Uber ya Mashariki ya Kati. Uchunguzi wa maoni wa hivi karibuni wa Gallup unaonyesha kuwa imani ya Wairaq kwa taasisi za kisiasa na kitaifa imefikia kiwango cha juu kabisa, ambapo 55% ya waliojibu walisema wana imani na serikali, jambo lisilo la kawaida katika Mashariki ya Kati ambako ni Wairani na Wajordan pekee wanaonyesha kuridhika zaidi na viongozi wao. Tafiti hizo pia zinaonyesha kuwa imani ya wananchi kwa taasisi kama polisi, jeshi na mahakama iko katika kiwango cha juu zaidi kuwahi kutokea. Mohamed Al-Hassan, mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa msaada kwa Iraq, aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hivi karibuni kwamba ingawa bado kuna changamoto, Iraq leo ni salama zaidi, imetulia na imefunguka. Uchaguzi wa Iraq wa mwaka 2025 utahusisha miungano 31, vyama vya kisiasa 38 na wagombea huru 75 watakaowania nafasi za uongozi. Renard Mansour, mkurugenzi wa mpango wa Iraq katika taasisi ya utafiti ya Chatham House nchini Uingereza, anasema Wairaki wengi wanaona kinachoendelea Baghdad, maendeleo, ujenzi, miundombinu, na pia kinachoendelea katika nchi jirani kama Syria, Lebanon, Yemen, Iran na Palestina, na wanasema kwamba kwa mara ya kwanza sisi tuko salama zaidi ukilinganisha nao. Anaongeza kuwa kuna hisia ya faraja, lakini baada ya miongo miwili ya kupiga kura, wanajua kwamba hata kama Waziri Mkuu Mohamed Shia Al-Sudani aliyeko madarakani tangu mwaka 2022 au mwingine atakayechaguliwa ataibuka mshindi, bado si kura yao pekee itakayopanga nani ataongoza serikali. Tangu kumalizika kwa utawala wa kidikteta, nafasi muhimu zaidi serikalini nchini Iraq zimekuwa zikigawanywa kwa makubaliano ili kuhakikisha kila kundi kubwa la kijamii lina uwakilishi. Kwa mfano, waziri mkuu wa Iraq huwa ni Mshia, spika wa bunge ni Msuni na rais ni Mkurdi. Awali mfumo huu uliundwa ili kuepusha mapigano baina ya makundi tofauti, lakini sasa umekuwa mzigo unaosababisha mtazamo kwamba mamlaka bado yako mikononi mwa watu wale wale. Sajjad Jiyad, mchambuzi wa masuala ya kisiasa anayeishi Baghdad na mtafiti katika taasisi ya Century International, anaeleza kuwa ukweli kwamba wamepata utulivu fulani haumaanishi kwamba watu wanataka kupiga kura. Jiyad anasema Wairaki wengi wa kawaida anaozungumza nao wanamwambia hawatapiga kura mwezi Novemba, jambo ambalo linathibitishwa pia na tafiti za maoni ndani ya Iraq. Na kwa uchambuzi huo uliosomwa kwako na mwenzangu wa Kiombogo, ndio tunahitimisha uchambuzi wa ripoti zetu kwa leo. Sikiliza sasa makala ya Sema Uvume.
DW. Sema uvume. Mtu anapoisongelea hii ultrasonic sensor ya hili pipa linajifungua lenyewe. Halafu utatupa takataka yako, baada ya sekunde 3 litajifunga tena lenyewe. Msikilizaji, hebu wazia hili. Unapolifikia pipa la kutupia taka, lenyewe linafunguka na unatia taka ndani bila kuligusa kwa mkono wala mguu. Huu ndio uvumbuzi ulioibuliwa na wanafunzi wawili, Casey Winley mwenye umri wa miaka 12 na Shanisa Ching mwenye miaka 13, waliovumbua pipa la kutupia taka linalotumia sensa kufunguka. Uvumbuzi huu ndio unaotupambia makala yetu ya Sema Uvume. Jina langu ni Musa Navie. Karibu. Jijini Kisumu, eneo la milimani mkabala wa mtaa wa mabanda wa Nyalenda, ni shule ya msingi ya Greenview, na kutana na wavumbuzi wa pipa la kisasa la kutupia taka linalojifungua bila kuguswa, ila kwa kusogelea sehemu iliyowekwa mtambo maalum maarufu sensa, yenye uwezo wa kuhisi kabla ya mguso au kiwiliwili ili kujifungua. Siku hii na wakuta wakiwa katika harakati za kufunga shule, wakiwa na bashasha. Pamoja tunaongozana na mwalimu wao hadi kulikowekwa pipa hili maalum lenye rangi ya buluu, kijani kibichi na mfuniko wenye rangi nyeusi. Pipa hili likitawaliwa na maandishi ya uvumbuzi wa kujifungua na jina la shule. Kinachonijia akilini kwanza ni kufahamu kilichochangia ubunifu huu. Kwa pamoja wananieleza wazo hili lilichangiwa na yaliyoshuhudiwa wakati wa janga la Uviko 19. Wakati huo kulikuwa na hatari kubwa kugusa vitu mbalimbali, na baadaye kushinikizwa na uimarishaji jumla wa usafi na kupunguza harakati za binadamu kugusa uchafu. Wakati wa virusi vya korona tuliona tutengeneze hili pipa ili liwasaidie watu kutupa takataka bila kugusa uchafu. Tuliona virusi na uchafu uko mwingi kwenye mazingira. Tulizungumza na mwalimu tukamuuliza vipi tunaweza kupunguza virusi, uchafu kwa haraka bila kushika uchafu, kwa sababu watu wanashika uchafu ndivyo wanapata magonjwa. Akaona vile tunaweza kutengeneza kitu ambacho mtu hashiki kwa mkono. Kwa kuunganisha vifaa mbalimbali kujenga mtambo huu, mwanzoni walitumia mkaa wenye volti 12, na ili kuongeza nguvu zaidi wakaimarisha mfumo huu kwa kutumia chaji ya umeme. Mwalimu mwelekezi Hilary Omondi Otieno wa somo la tarakilishi na hesabu anasema kando na mifumo hiyo ya nishati, vile pipa hili linaweza kutumia nguvu za nishati ya jua. Linaweza kutumia umeme wa jua, sio lazima litumie tu umeme wa kawaida. Pili, hili pipa linaweza kutumiwa kila mahali. Unaweza kuliweka kwenye ofisi, na pipa la aina hii linahitajika sana hospitalini kwa sababu kuna changamoto. Hili pipa tunaweza kulifunga kama vile umeona tumelifunga hivyo, kila kitu, ili mvua isiweze kunyeshea hizo taka za ndani. Kwenye harakati za ubunifu, wanafunzi hao wanasema haikuwa rahisi, maana ilihitaji maarifa mengi yanayojumuisha mfumo wa maandalizi ya programu maarufu kama coding, ambayo inahusisha kuandaa utaratibu wa mawazo ya ubunifu na kuyaweka katika kifaa lengwa. Mfano, ikiwa unahitaji mashine inayojifungua, unatakiwa kuweka ufafanuzi huo katika mfumo wa coding. Walifeli mara kadhaa, ila mwalimu aliwaelekeza katika harakati hizi na kuendelea kuwatia moyo. Tulikuwa 8 tulipoanza, tukamaliza 2. Nilijiambia kwamba hili jambo linaweza kunifanya niwe mtu bora maishani. Tuliona pia tutafute njia za kuwafurahisha wazazi wetu. Bila shaka ni fahari kubwa kwa mzazi pindi mtoto anapofanya jambo kubwa katika jamii. Roslyn Ward, mama yake Shaniza Cheng, pamoja na Eunice Odera, shangazi yake Casey, wanawahimiza wazazi kwa mstari wa mbele kutambua na kulea vipaji vya watoto wao sawia na kuwaunga mkono kwenye harakati zao. Wazazi tuwape watoto nafasi kwa sababu inaweza kuwa na manufaa kwenye maisha yao. Tulionyeshwa na mwalimu, tukaitwa kama wazazi, tukajionea jinsi teknolojia wakati huu inaenda mbali. Msikilizaji, ni kwa fahari hii ya wazazi ndipo nafika tamati ya makala haya Sema Uvume, ambapo tumewaangazia wanafunzi wawili waliobuni pipa la kisasa linalojifungua na kurahisisha utupaji taka. Jina langu ni Musa Navie. Kwa heri kwa sasa. Kila lenye mwanzo basi halikosi kuwa na mwisho, na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi kwa leo. Kwa niaba ya wote waliosikika, jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.
Asante sana Angela Mdungu kwa uweledi huo wa kuweza kutuletea matangazo ya asubuhi. Ni washirika wetu wa DW msikizaji, ambapo namna hiyo basi tunatamatisha hivyo. Hivi sasa niruhusu nikuletee kiziba mkonga cha siku ya leo. Niruhusu nikuletee kiziba mkonga cha siku ya leo kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tupokee kiziba mkonga cha leo. Kiziba mkonga cha sasa. Usipambane na walioamua kukudharau. Waruhusu waendelee kukudharau, ila hakikisha unazalisha matokeo ambayo yatawalazimisha wakuheshimu baadaye. Watake wasitake, wapende wasipende. Usipambane na walioamua kukudharau. Waruhusu waendelee kukudharau, ila hakikisha unazalisha matokeo ambayo yatawalazimisha wakuheshimu baadaye. Wapende wasipende. Only results are that counts. The best revenge is success. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.